natumai mko poa kabisa. Sasa hapa tunaendelea na session. Haya mambo ni kikwazo au kinaweza ikawa ni kikwazo kwako mwaka 2026 kama ukuchukua hatua wala ukuweka mabadiliko juu haya mambo ambayo naenda kuelimisha. Jambo la kwanza ambalo litakuwa ni kikwazo kwako mwaka 2026, hofu ya kushindwa. Watu wengi wanahisi kwamba kila wanachokifanya wanahitaji washinde. Wanaogopa kama wakishindwa watachekwa. Wanaogopa kama wakishindwa wanahisi kama kuna kitu kitapungua ndani ya maisha yao. Ila hapana, inabidi ushindwe. Kama ni kushindwa, ushindwe ili usije ukarudia njia ile ile iliyokufanya ushindwe. Kwa hiyo ili ufanikiwe, usiogope kushindwa. Kushindwa kupo, na walioshinda ni kwamba hivi walishindwa vikwazo vingi. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi naweza nikasema hivi, shindwa mara nyingi, kwa maana ufaulu wake ni mkubwa sana. Ila kitu kingine, usipende kujilinganisha na watu wengine. Leo hii unakuta mtu anataka afanye jambo fulani, ila anaanza kujikompea na mtu mwingine. Usijikompea na mtu mwingine. Kila mtu ana mbio zake. Kimbia mbio zako, kimbia mbio zako. Maana yake kwa kufanya hivyo utataka kujifanya wewe ni chui, hali ya kuwa kumbe mbio zako ni za kobe. Huwezi kufika kokote, maana yake utahisi hii dunia yote imekulemea. Ndugu yangu, kimbia mbio zako, usijilinganishe na mtu mwingine. Maana yake mafanikio alionayo mtu mwingine si rahisi wewe kujua ili kwaje akafika hapo. Sio rahisi wewe kujua ni mapito gani aliyapitia. Kimbia mbio zako ili mapito utayoyapitia yawe ni rahisi kuyajua, hata mwingine ni rahisi kumwelekeza. Sio, tunaelewana? Ila jambo jingine ni kujilaumu kupita kiasi. Why me? Hapana, achana na hizo mambo. Kwa nini ujilaumu? Hali ya kuwa wewe unajua ni mwanadamu, hujakamilika. Sasa kwa nini ujilaumu? Hapana. Mbapo changamoto inatokea, usijilaumu, ila angalia, kama umedondoka, ndio ushadondoka. Ila ni kitu gani kimekufanya udondoke ili usije ukadondoka tena? Ni kitu gani kitakuinua ili ukiinuka usije ukarudi chini tena? Sio unaanza kujilaumu mimi. Hapana, usijilaumu kupita kiasi. Kila kitu kinatokea kwa sababu. Cha muhimu wewe ni kujua kodi, kujua funguo wa kufungua eneo hilo ambapo tatizo limetokea ili usirudie tena. Sisi tunaelewana? Ila jambo lingine ni ukosefu wa mpango wazi, yani clear goals. Sawa? Clear goals. Watu wengi hawajui wanaenda wapi. Ni kweli mtu anahitaji mafanikio, ila ukimwambia mafanikio kwako ni nini, hata kuambia. Ila kuna mwingine mafanikio hale milo japo milo mitatu, yeye kwake ni mafanikio hale asubuhi, mchana na jioni. Kuna mwingine mafanikio avae vizuri, kuna mwingine mafanikio anunue baiskeli, mwingine pikipiki, mwingine gari, mwingine ndege, mwingine, na huyo kwake ndo mafanikio yake. Ila malengo yake ili afikie hapo ndo tatizo linapoanzia. Hayo si mafanikio, malengo ya kufikia hapo. Njia zote zinaenda mbinguni, ila wewe unapita njia gani? Njia gani wewe unaipitia? Tunapoangalia ni kwamba hivi, uwe na clear goals, ndoto hiyo, una malengo sahihi. Hata kama mtoto mdogo akija akasoma, ajue kuwa mjomba wangu anataka kununua gari mwaka 2027, gari aina ya BMW X6, gari lenye thamani ya zaidi ya milioni 170, rangi nyeusi. Yaani kama kwamba inaonekana iko clear, sio ina mikunjo. Unataka kupiga hatua, jua step ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ya mwisho. Sio, tunaelewana? Ila kitu kingine, kusikiliza sauti hasi. Watu wengi wanapenda kusikiliza sauti hasi. Mimi ndio maana nazungumza. Ndugu yangu, kama unahitaji kufanikiwa, kazungumze na wenye mafanikio tayari walionayo. Au walio kwenye hatua ya kufuata hayo mafanikio. Usimfate mtu eti kisa ni mtu mzima kwenda kumuuliza juu ya habari za mafanikio. Blaza, sister, hata na wazee wapumbavu uzeeka. Hata wajinga nao ufanyeje? Uzeeka. Iko hivi, ya Kaisari mwachie Kaisari. Kama mzee ni mzee wa busara, mfuate juu ya masuala ya busara. Kama mzee amekaa kwenye ndoa ya muda mrefu, hajawahi kuwa na kelele, muulize masuala ya ndoa. Ila kama hayuko vizuri financial, usisubutu kumuuliza masuala ya kifedha. Masuala ya kifedha bora ukae asubuhi, mchana, jioni unasikiliza documentary za Mo Dewji, documentary za Baresa, documentary za Mangi. Zisikilize hizo
kwa sababu hizo ni watu waliofanikiwa. Usimsikilize mtu ambaye hana pesa akushauri juu ya masuala ya kifedha, huo ni ujinga. Sawa? Ila nyingine ni mazoea mabaya. Mazoea mabaya, unalala saa ngapi? Unaamka saa ngapi? Hata kujiambia, unajiambia maneno gani wewe? Sawa? Na hii nimeisahaulia hapa, kuna nje na ndani. Haya, kusikiliza sauti hasi, kuwa utashindwa, hauwezi, hii kitu haiwezekani, haijawahi kutokea, hakuna mtu mbali alishawahi kufanya kama hicho, kwa hiyo ni kitu ambacho hakipo. Aidha umesikiza mtu anasema, sasa ndani yako unaamini nini? Nitashindwa, siwezi kusonga mbele, mimi siwezi. Huo ni ujinga. Unaweza ukalishinda lolote lile, na unaweza ukawa chochote kile unachotaka. Bora kila siku asubuhi ukiamka useme mimi ni mshindi, mimi ninaweza, mimi ni mkuu sana, mimi ni mwenye sauti ya mamlaka, mimi kila ninachokifanya kinaitikia. Bora ujisemee hivyo kuliko kuenda kusikiliza mtu mwingine anakuambia utashindwa, au kujiambia we mwenyewe unashindwa. Mbaya zaidi, hata watu 10,000 wakikwambia uwezi, wewe ndani yako ukasema naweza, tayari umeweza. Ila hata watu 10,000,000 wakisema unaweza, ila ndani yako ukasema siwezi, wewe umeshindwa. Sawa? Tunaenda mawazo mabaya, achana nayo. Kutaka ukamilifu. Kuna wengine wale wazee wa perfection, anataka kila kitu anachokifanya kiwe perfect. Yaani anataka akifanya wajue hii kitu amefanya fulani. Hii dunia haiko hivi. Inabidi uanguke usimame, uanguke usimame ndio ujue kutembea. Hello, hata watoto wadogo hawakuanza tu eti ameamka ni perfection, yani amezaliwa. Alianza kila vitu anajaribu, kwenye kutambaa kajaribu, kwenye kutembea amejaribu, kwenye kuendesha baiskeli, kila kitu unaenda unafanya, unakosea, ila through mistake unazopitia, hiyo inakufanya uwe vizuri zaidi. Usitake eti unasubiri wakati sahihi, ujinga mtupu. Sawa? Watu wengine kukosa uvumilivu. Watu wengi sio wavumilivu. Na hapa napozungumzia uvumilivu, nazungumzia, je, uko tayari kufukuza ndoto zako hadi zikamilike? Uko tayari kufanya jambo fulani kwa miezi 18 halijatoa matokeo, ila hupo. Kawatafute wavumbuzi wamefanya majaribio zaidi ya 1,000. Kama mtu aliyevumbua balbu, sawa? Zaidi ya 1,000 wanajaribu, haiwaki. At the end ndio inakuja kuwaka. Ndio leo hii wewe una umeme, una taa zinawaka. Hello ndugu yangu, watu wengi wanakufa hapa kukosa uvumilivu. Leo hii utamwona huyu mtu anauza vitenge, kesho hii posti status anauza mayai, kesho kutwa utakuta huyu mtu anauza vijora, kesho kutwa. Yaani unakuta mtu mbaya mwaka jana, tuseme si 2026, 2025 mwezi wa 12 alikuona ukiwa unauza labda madishi, sawa? Leo hii anakutafuta, unamwambia mwenzangu nishaacha, sasa hivi nauza mayai. Anakuja kutafuta tena kwenye mayai, anakwambia mwenzako nishatoka huko, sasa hivi nauza vijora, nauza mabegi, nauza chupi. Wewe acha ujinga. Kila kitu kinahitaji muda ili kitoe matokeo. Ndio maana umesoma muda mrefu ili uje kuelewa. Sawa? Kukosa msaada sahihi na msaada sahihi. Kukosa msaada sahihi. Sometimes unaweza ukafikiri watu waliokuzunguka ni watu sahihi, ila utawajua pale ambapo utahitaji jambo lako liende. Ndio utajua huyu mtu ni sahihi au sio sahihi. Na ninaposema kukosa msaada sahihi, na imaanisha nani ni mentor wako? Wewe unamuiga nani? Na tunawaiga wale watu ambao pekee wanavyo vile vitu tunavyovihitaji. Hata siku moja usimsikilize mtu mbaya ana kitu unachokihitaji wewe. Manake huyo ni loser kama loser wengine. Even though ni relative wa karibu sana, achana nao, manake watakupoteza. Watakuambia jinsi mambo ambavyo hayawezekani. Ndugu yangu, mimi nimekuwa nikiwaelimisha watu wengi juu ya biashara ambayo mtu anaweza akaifanya kwa mtaji mdogo kuanzia 200,000 na kuendelea. Ila hii biashara ikamtoa kimaisha. Na ukija kwangu, nachohitaji hata kama una PhD, sihitaji, maana yake haito kusaidia na haito nisaidia chochote. Mimi ambacho nahitaji usikivu
na kufundishika. Basi comment hapo chini, usikivu na kufundishika. Niko tayari, nipigie simu, nitumie ujumbe, nami nitakupokea na nitakuelimisha. Natumai umejifunza kitu leo. Asanteni.